Wako malaika wengi waliopewa kazi ya kufuatilia mwanadamu katika mambo na matukio mbalimbali. Mmoja wa malaika hao ni hao malaika ambao Allah tabaraka wa taala amewaeleza katika hii surati al-Infitar, wa inna alaykum la hafidhin, na mna ninyi juu yenu malaika wanaowahifadhi ya matendo yenu na akwali zenu, kiraman, ambao ni watukufu, katibin, ambao wanaandika. Hao ni aina moja ya malaika ambao wamewakilishwa kwa mwanadamu. Lakini wako malaika wengine ambao Allah tabaraka wa taala amewawakilisha kwa mwanadamu kwa ajili ya kumuhifadhi yeye mwanadamu mwenyewe na akhbari mukhtalifa, mambo ya hatari mbalimbali. Wanakuwa wako mbele ya mwanadamu na wanakuwa nyuma ya mwanadamu. Allah tabaraka wa taala katika surati Ar-Ra'd anasema, lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yeye mwanadamu ana malaika ambao wanamhifadhi, wana malaika ambao humfuatilia mbele yake na nyuma yake. Yahfadhunahu min amrillah, malaika hao wakati walikuwa na Allah ni kumkinga mwanadamu kupitia amri ya Allah tabaraka wa taala. Napokuwa jambo la hatari, malaika wanalizuia ambalo halipo kwenye kadari ya kupata mwanadamu. Yale ambayo yako kwenye kadari yanampata mwanadamu, lakini kuna mambo mengi ambayo mwanadamu ilikuwa ala washati wukuu fiha, lakini malaika waliokuwa na Allah wanamkinga kwa amri ya Allah tabaraka wa taala na kwa kadari ya Allah tabaraka wa taala ilivyokuja. Ama yale ambayo kama ni ajali, kiko kwenye kadari na umri wake kisha yanampata mwanadamu. Kwa hiyo Allah anasema katika sampuli nyingine ya malaika, lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Au ni aina ya pili ya malaika kwa mwanadamu. Wako namna nyingine ya malaika waliowakilishwa na Allah tabaraka wa taala kwa mwanadamu, ni wale malaika ambao Allah anawatuma kwa mwanadamu ghaliban anapotaka kutolewa roho yake. Allah tabaraka wa taala anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Hakika wale ambao husema Mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo kwenye maneno hayo na vitendo vyao, tatanazzalu alayhim almalaika, wakati wa kufa kwao huteremkiwa na malaika maalum kwa ajili hiyo. Huteremkiwa na malaika maalum wakati wa kufa kwao, wakiwaambia wale wanaotarajiwa kufa, alla takhafu, msiwe na hofu na huko mwendako msipokujua, wala tahzanu, na wala msihuzunike na hivi mlivyoviacha nyuma duniani. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, sisi tutakuwa rafiki zenu na wasimamizi wenu katika maisha ya dunia na akhera mwendako. Kwa hiyo wanapewa bishara njema watu wema. Malaika hao ni maalumu kwa kwenda kwa watu wema wanapotolewa roho zao, kuwapa bishara na habari ya furaha, kuwaondolea huzuni na hofu wa kuogopa kule wanapokwenda, maana ni safari ambayo haijui kule wanapokwenda. Wanaletwa malaika au ni special kwa ajili ya waumini. Hawa ni aina ya tatu ya malaika kwa mwanadamu.
Aina nyingine ya malaika ambao ni muwakkaluna bil insan, ni malaika ambao wanatumwa maalumu na Allah tabaraka wa taala mtu anapokuwa kwenye barzakh, mtu anapozikwa kaburini, Allah hupeleka malaika wawili maalum kwa ajili ya kwenda kumtahini yule aliyozikwa pale, ambapo wakifika pale kama ilivyokuja katika ahadithi sahiha, wana maswali matatu watamuuliza kila mwenye kuzikwa pale: man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maswali matatu haya tu ndio ataulizwa. Ataulizwa ni nani mola wako, ataulizwa ni nani nabii yako, mtume wako. La tatu ataulizwa ni ipi dini yako. Kwa hiyo mtu ikiwa ni mwema atajibu kwa ufasaha. Mtu akiwa aliishi kitauhidi, kufanya ibada duniani, basi maswali haya yatakuwa ni mepesi sana, hata kama hajui chochote. Allah tabaraka wa taala anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Hapa ndipo Allah atawathibitisha wale ambao wameamini. Duniani walikuwa waumini, walikuwa duniani wakifanya ibada, wakitenda kheri. Allah huwapa tathbiti ya kujibu, Allah huwapa talqini ya kujibu. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli, kwa kauli iliyokuwa sawa. Man rabbuka, mtu atasema rabbi Allah, tathbit min Allah. Wa man nabiyuka, nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tathbit min Allah. Wa ma dinuka, al-Islam. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya, alipokuwa duniani alikuwa tathbiti na Allah, kwa sababu ulikuwa mkosi kwenye ibada, mkosi kwenye kheri. Tathbiti hiyo duniani na akhera kule barzakh, akiwa tathbiti na Allah vile vile ya kujibu kwa ufasaha. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, lakini washirikina wote Allah atawaacha wakosi, hawatakuwa tathbiti pale kaburini. Mtu amekufa hali ya kuwa mshirikina, mtu amekufa hali ya kuwa ni kafiri, mtu amekufa hali ya kuwa ni murtakibul kabair wala yatub. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, Allah atawaacha wapotee kujibu watu washirikina, watu madhalim. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, Allah hufanya bila alivyotaka. Ndio maana wale wema anawapa tathbiti ya kujibu katika kaburi, na wale waovu wanawaacha washike kujibu. Jitu hovu, jitu shirikina, utakapoulizwa man rabbuka, tutasema man rabbuka, pigwa. Kwa sababu gani? Limekosa tathbiti min Allah, kama alivyoiacha kuitafuta tathbiti min Allah alipokuwa duniani. Kwa sababu mtu anapokuwa kwenye ibada duniani kabla ya kufa kwake, maana yake anatafuta msaada na tathbiti kwa Allah. Kwa hiyo anapokufa katika ibada na tauhidi, anapofika katika mikono ya Allah tabaraka wa taala, anakuwa ni mgeni wa Allah, nuzulan min ghafurir rahim, hali ya kuwa ni makaribisho hayo kutoka kwa yule mrehemevu sana na msamehevu sana. Makaribisho yale mtu anapewa na Allah, maandalizi yale mtu anapewa na Allah, kuanzia kaburini mpaka peponi, au kuanzia kaburini mpaka motoni. Allah tuepushe na moto.